Uongozi wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika ndaki ya Insia na Sayansi ya Jamii umeeleza mafanikio ya uongozi wao. Matumizi ya akili unde au mnemba yameendelea kuongezeka miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Na kwenye michezo, timu ya idara ya AMS imeibuka bingwa wa mashindano ya CHSS Interdepartment Conference League. Hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa ya habari kutoka UDOM Digital. Mimi ni Upendo Ernest. Uongozi wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika ndaki ya Insia na Sayansi ya Jamii umeeleza mafanikio mbalimbali yaliyopatikana tangu kuingia madarakani, yakilenga kuboresha maslahi ya wanafunzi, mazingira ya kujifunzia pamoja na ushirikiano kati ya wanafunzi na uongozi wa chuo. Habari kamili na Restuta Magori. Uongozi wa wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii kupitia naibu gavana wake Bwana Elisha Mpwepwa imeelezea mafanikio yaliyopata tangu walipoingia madarakani. Katika ndaki yetu tumefanikiwa kufanya mambo kadhaa. Moja ya kuweza kuimarisha ushirikiano kati ya wanafunzi, lakini pia management tunafahamu kwamba viongozi ndio sehemu ama natumia madaraja ya kuweza kuunganisha wanafunzi lakini pia na management. Lakini pia tumeweza kufanya mapokezi ya mwaka wa kwanza ambao tumefanya kwa ukubwa wake. Tunafahamu kwamba kila mwaka huwa yanafanyika, lakini kwa sasa hivi tumeanza kuyafanya kwa ukubwa wake na kwa ubora wake, ambapo mwanafunzi wa mwaka wa kwanza hata sasa hivi ukimuona ukimuuliza anaweza kukuelezea kwa namna gani yuko kuelekea vizuri na kuweza kujifeel kama yupo nyumbani. Na kila ambacho alikuwa nacho mgeni ameweza kuwa mwenyeji kwa nafasi yake. Lakini pia jambo jingine ambalo tumeanza kulifanya ni kuweza kuimarisha sekta ya michezo, ambapo tumeweza kuanzisha na tunaendelea kufanya mashindano ya mwaka wa kwanza kwa maana ya Welcome Fest ya Bonanza ambayo mpaka sasa bado linaendelea, itakwenda kumalizika sio muda. Tukirecall kwa wale ancestors mbalimbali ambao wamekwisha kutangulia, walisema kwamba bila michezo mashuleni kusoma kuna kugumu. Kwa hiyo kutokana na magumu ambayo yanapatikana darasani, lazima tuje tuokoze kwa njia ya michezo, lakini njia za kufurahi. Licha ya mafanikio hayo, pia Bwana Elisha ameelezea changamoto mbalimbali ambazo zimewakumba zilizopelekea kushindwa kutimiza baadhi ya ahadi walizoziahidi wakati wa kampeni wakiwania nafasi hizo. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunazipata ama tunazipitia sisi kama viongozi katika ndaki hii ya Insia na Sayansi ya Jamii kwa maana ya CHSS. Changamoto kubwa zaidi ni changamoto ya kuvunjwa kwa sheria za chuo kwa wanafunzi. Tuna mwongozo wetu katika Chuo cha Dodoma ambapo tunaongoza nini kifanyike na nini kisifanyike, lakini wanafunzi wamekuwa wavivu kama vijana inavyoonekana kwamba ni wavivu wa kusoma. Kwa hiyo sasa wanashindwa kusoma hizi sheria na taratibu ambazo zimewekwa za Chuo cha Dodoma, na kupelekea kuvunja kanuni, taratibu na sheria zilizowekwa kwa ajili ya mwanafunzi kuweza kuenenda katika mwenendo ulio bora. Nao baadhi ya wanafunzi wa CHSS walikuwa na haya ya kueleza. Binafsi yangu napenda kushukuru uongozi wa hapa. Sisi kama first year tunasema asante. Uongozi wa hapa ulitupokea vizuri. Tunashukuru sana. Kwa upande wa uongozi wa UDOSO hapa chuoni imeweza kusaidia vitu vingi katika masuala ya miundombinu, michezo na kwenye masuala ya afya. Mimi nitaongelea upande wa afya. Kwenye upande wa afya imeweza kujitahidi sana, wameweza kuonyesha namna mchango ulivyo. Mfano kwa wanafunzi ambao kwa mwaka wa kwanza, nitazungumzia kwa mwaka wa kwanza wanaoripoti wanafika hapa, baadhi ya wanafunzi wanakuwa hawana namba za NIDA. Napenda kuzungumzia mafanikio ya UDOSO wa 2025-2026 kwani wamejitahidi katika swala zima la kuboresha mfumo wa maji, kwani upatikanaji wa maji katika chuo chetu sasa hivi ni mkubwa kulingana na kipindi cha nyuma. Kumbukwe uongozi huu wa wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma UDOSO uliingia madarakani mwezi wa 5 2025. Hata hivyo nategemea kumaliza mwezi wa 5 mwaka huu. Nikilipoti kutoka hapa eneo la Chuo Kikuu cha Dodoma ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii, jina langu ni Restuta Mkongwe wa UDOM Digital.
Asante Restuta Magori kwa taarifa hiyo. Matumizi ya akili unde au mnemba yameendelea kuongezeka miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu, hali inayozua mjadala kuhusu mchango wake katika elimu na athari zake kwa uwezo wa mwanafunzi kujifunza na kufikiri kwa kina. Habari kamili na Warda Haron. Dunia inaendelea kwa kasi kubwa katika nyanja mbalimbali, hususan katika nyanja ya elimu, ambapo teknolojia ya akili unde ama AI imekuwa sehemu muhimu ya mchakato wa kujifunza kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Aidha, kutokana na hali hiyo, UDOM Digital imezungumza na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma ili kupata mtazamo wa kitaaluma kuhusu matumizi ya akili unde kwa wanafunzi. Katika ulimwengu huu wa kitaaluma inasaidia kusave muda, kutunza muda. Kwa mfano mhadhiri ama mwanafunzi. Mhadhiri anaweza katoa assignment kwa mwanafunzi au wanafunzi labda wakasome vitabu. Kupitia AI unaweza kusoma vitabu vingi ndani ya muda mfupi. Kwa maana kwamba anaweza nikaa na soft copy ya vitabu hata 10, nikakiingiza kitabu ndani ya AI, nikaiambia naomba i-summarize key points ama zile points za muhimu au za msingi kwenye hicho kitabu ndani ya kurasa 2, kurasa 1. Kwa unakuta kitabu labda ni cha kurasa 500, kurasa 200, kurasa 100, lakini naweza nikaki-summarize kwa peji chache tu ambazo inakuwa ni rahisi kusoma vitabu vingi kwa wakati mmoja. Kwa maana naweza nikapata maarifa mengi ndani ya muda mfupi. Najua taaluma imejikita katika kusoma vitu tofauti tofauti, mawazo ya watu tofauti tofauti. Kwa hiyo ina save muda na inaongeza sana ufanisi. Ndugu mhadhiri, je, unafikiri akili mnemba ama AI ina hasara gani? Kwa binafsi naona ina faida nyingi zaidi kuliko hasara. Na hata kama kutakuwa na hasara, ina maana haizuiliki, ndio imeshakuja tayari. Issue ni kwamba ni lazima tuichannel kwenye namna sahihi ya kuitumia. Hasara zote ambazo zinaweza kutokea ni hasara ambazo zitajikita zaidi au zitatokana na kwamba wanafunzi ama walimu au watu wamekosa namna sahihi ya kuitumia. Mhadhiri huyo amesema kuwa licha ya teknolojia hiyo kusaidia katika ujifunzaji, matumizi yasiyo na mipaka yanaweza kupunguza uwezo wa mwanafunzi kufikiri kwa kina na kufanya tafiti huru na kuathiri maadili ya kitaaluma. Kwa upande wao, wanafunzi wamezungumza na UDOM Digital na kutoa maoni tofauti, na baadhi wamesema kuwa akili unde imewarahisishia kujifunza na kufanya utafiti. Inarahisisha na ninaweza kuelewa swali. Na hata maisha ya kila siku, AI inatusaidia pia kuweka ratiba na kumanage muda wetu. AI sio kitu ambacho kinapaswa kutumika kwa muda wote, ama unaweza kusema AI sio msaidizi ambaye anapaswa kusaidia kwa kila maamuzi. Tofauti na inakuwa iko deep sana, tofauti na sehemu nyingine ambayo tunaweza kutafuta kwenye vitabu, kwenye nini, lakini AI inatusaidia kupata zile resources kwa wakati na zinakuwa ziko verified kabisa. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na kampuni ya Meta mwaka 2025, imebainika kuwa asilimia kubwa ya wanafunzi wa vyuo vikuu wanatumia akili unde katika utekelezaji wa majukumu ya kitaaluma na shughuli binafsi, hali inayoonyesha ukuaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia hiyo katika sekta ya elimu. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni Warda Haron, UDOM Digital. Asante Warda Haron kwa taarifa hiyo. Idara ya huduma wezeshi ya kanisa la Waadventista wa Wasabato UDOM West Social imeendesha tukio la hisani katika shule ya msingi Dodoma Viziwi kwa lengo la kusaidia wanafunzi wenye mahitaji maalumu na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Habari kamili na Amos Mavura. Idara ya huduma wezeshi katika kanisa la Waadventista wa Sabato UDOM West Social imetembelea shule ya msingi Dodoma Viziwi kwa lengo la kuwapelekea mahitaji pamoja na kushiriki nao katika shughuli za kimichezo pamoja na chakula, ambapo kiongozi wa idara ya huduma wezeshi katika kanisa la Adventista wa Sabato UDOM West Social amezungumzia kwa undani kuhusu idara hiyo. Majina yangu ni Geoffrey Zakaria Mohozia. Mimi ni kiongozi wa idara ya huduma wezeshi kwa kanisa la Sabato chuo cha Dodoma, inaitwa UDOM West Social. Tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma katika shule hii ya Viziwi iliyopo hapa Kisasa. Na idara yetu ya huduma wezeshi
ni idara ambayo inahusiana na makundi ambayo ni watu ambao wametengwa au wenye mahitaji maalum, kwa mfano viziwi, watu wenye ulemavu wa ngozi, watu wenye usikivu hafifu, watu ambao ni yatima na makundi yote ambayo yapo chini ya idara yetu ya huduma wezeshi. Katika tukio hili, mratibu aeleza malengo ya tukio la charity na aina ya msaada uliotolewa kwa wanafunzi wa shule ya msingi Dodoma Viziwi. Tumekuja hapa kama wanafunzi kutoka chuo cha Dodoma kwa ajili ya kuwaona ndugu zetu hawa ambao wana changamoto ya usikivu hafifu kwa maana ya viziwi. Na tumekuja hapa pamoja na vitu mbalimbali kama kalamu, maana hawa ni wanafunzi, kuna sabuni, kuna mafuta, lakini pia tuliona ni vyema sana kama tukishiriki chakula cha pamoja na hawa watoto. Kwa hiyo tumechukua chakula pia. Tunashukuru support ya hapa shuleni, tumekula pamoja na hawa watoto, lakini pia tumechukua baadhi ya taulo za kike kwa ajili ya mabinti ambao wako hapa kwenye shule hii ya msingi Viziwi, na mahitaji mbalimbali ambao watu waliamua kuachukua kwa ajili ya kusupport hawa watoto wa shule hii. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, mratibu aeleza changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa tukio. Miongoni mwa changamoto ambazo tumezipata wakati wa kuandaa tukio hili ni pamoja na fedha, maana wengi ni wanafunzi na tunategemea support kutoka kwa wazazi na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kuna wakati tunataka kufanya kitu ambacho ni kikubwa zaidi kwa ajili ya kugusa maisha ya watu kama hawa, lakini changamoto inakuwa ni pesa, ndio inakuwa ni kikwazo. Kwa hiyo kuna habari ya pesa, lakini pia watu wengi wanakuwa na mguso mdogo wakati wa kugusa maisha ya watu hawa ambao wana mahitaji maalum. Na kuna baadhi walikuwa wanaogopa, maana shule hii na wanafunzi viziwi peke yake. Mwingine anahofia, nikija pale nitazungumza vipi, maana sifahamu lugha ya alama na mambo kama hayo. Lakini pia shida nyingine ni ratiba kuwa ngumu. Ratiba kuwa ngumu na mwitikio wa watu kuwa ni hafifu sana. Aidha, baadhi ya wanafunzi na walimu wa shule ya msingi Dodoma Viziwi wametoa maoni yao kuhusu tukio hili la charity. Mimi jina langu linalojulikana sana Mama Mchungaji Manyasi. Nafanya kazi katika shule ya Dodoma Viziwi hapa. Kwa kweli leo watoto wangu wameenjoy, wamefurahi sana kuwaona ujio wenu pia na kucheza pamoja na kuwa nao kuanzia asubuhi mpaka masaa haya ya mchana. Jina langu ni Juma Dham. Karibuni wageni. Tunafurahi kuwaona. Karibuni. Tumecheza, tumekula, ndiyo, tumeshiriki wote. Wageni, wanafunzi, wote, karibuni sana. Asante sana wageni kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Sisi hapa kama wanafunzi pamoja na walimu tunawashukuru sana. Lakini pia nasema wote tumeshiriki katika mambo mbalimbali. Mfano, wote tumeenda kutizama michezo mbalimbali. Pia kwa pamoja tumecheza. Lakini pia tumekula. Tumeshiriki katika mambo mbalimbali. Kwa pamoja tumeshiriki kucheza kule uwanjani. Wote tumefurahi sana kuwa nanyi. Sisi tunawapenda sana. Asanteni. Ni hakika jamii ya makundi ya watu wenye mahitaji maalum huhitaji upendo na kujaliwa kama ambavyo UDOM West Social wamefanya. Nikiripoti kutoka katika shule ya msingi Dodoma Viziwi, mimi ni Amos Mavura wa UDOM Digital. Kutoka masuala ya kijamii sasa tunaelekea katika changamoto inayogusa moja kwa moja ustawi wa wanafunzi chuoni. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma wameaswa kuzingatia masuala ya afya ya akili, huku walezi katika kurugenzi ya huduma za wanafunzi wakibainisha kuwa changamoto za kiakili zinaendelea kuongezeka kutokana na msongo wa mawazo, changamoto za kiuchumi pamoja na mabadiliko ya maisha ya kila siku. Habari kamili na Freddy Oden. Kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, maisha ya kila siku yanakumbana na changamoto mbalimbali. Hali inayopelekea kuongezeka kwa msongo wa mawazo unaoathiri afya zao za akili bila ya wengi wao kufahamu dalili zake. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanafunzi kutambua uelewa wao kuhusu suala hili la afya ya akili. Kwa ninavyojua ni ile hali ya ustawi wa kihisia, kisaikolojia pamoja na kijamii. Kwenye afya ya akili tunazungumzia mambo kama matatu tu kwenye akili.
Cha kwanza tunazungumzia uelewa wa mtu binafsi. Cha pili tunaangalia utimamu wake kwamba akili yake inafanya vipi kazi, kwa sababu kwa kuamua kwamba mtu akili inafanya kazi kwenye afya ya akili, maana yake kuna vitu ambavyo ukimpa wewe utajua mtu ana afya ya akili. Hili ni utimamu, yani mental uwe sawa, yani usiwe na quarrels yote, maybe unaweza ukawa na stress, hayo ni mawazo pia, kwa maana yake hapo kiakili hauko sawa. Wanasaikolojia na wataalamu wa ushauri nasaha na unasihi katika kurugenzi ya huduma za wanafunzi UDOM wanasema afya ya akili haihusiani tu na ugonjwa wa akili, bali pia uwezo wa mtu kukabiliana na changamoto za maisha, kufanya maamuzi sahihi na kuishi kwa amani na jamii inayomzunguka. Afya ya akili kiujumla ni ule ustawi na uwezo wa mtu kupambanua na kutenda mambo mbalimbali kama mtu mzima. Kwa afya ya akili si tu kutokuwa na ugonjwa wa akili, amini afya ya akili ni ule uwezo wa mtu kutekeleza mambo yake, amini kama mtu mzima. Kwa hiyo tunategemea kwamba mtu mwenye afya njema ya akili anaweza kuhimili changamoto mbalimbali au stresses zinazoweza zikaathiri hisia zake, zikaathiri akili yake. Licha ya kuwepo kwa huduma za afya na ushauri nasaha, baadhi ya wanafunzi bado huchelewa kutafuta msaada kutokana na hofu, unyanyapaa na imani potofu zinazozunguka afya ya akili katika vyuo vikuu na jamii kwa ujumla. Washauri nasaha wanahimiza ushirikiano baina ya wanafunzi na wanajamii kuzungumza waziwazi kuhusu afya ya akili katika kutafuta msaada wa kitaalam mapema na kutoa usaidizi wa watu wanaopitia changamoto za kisaikolojia badala ya kuwanyanyapaa. Kwa kuzingatia umuhimu wa afya ya akili, suala zima la elimu na uhamasisho kwa jamii vinatajwa kuwa nguzo muhimu katika kupata jamii yenye afya, ustawi na mshikamano. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, ni mimi Fred Oden wa UDOM Digital TV. Na taarifa yake Fred Oden inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Karibu mtazamaji wa UDOM Digital, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Maafisa usafirishaji wa Chuo Kikuu cha Dodoma maarufu kama UMOTSU wameeleza kunufaika kwa kuwepo kwa wanafunzi na jamii ya chuo hicho, hali inayochangia kuimarika kwa shughuli zao za kiuchumi. Neema Kajange ametuandalia taarifa ifuatayo. UMOTSU ni umoja wa madereva bajaji na bodaboda wanaotoa huduma ya usafirishaji ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa wanafunzi na wanajamii wanaofika hapa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. UDOM Digital tumefika hapa kuzungumza nao wadau mbalimbali wa usafirishaji ili watujuze ni faida gani wanazozipata wanavyotoa huduma hii, lakini changamoto wanazokumbana nazo na jinsi wanavyokabiliana nazo wakati wa kutoa huduma hii ya usafirishaji. Faida iliyopo kufanya kazi ya usafirishaji humu ndani maybe ni kwamba kuna uhakika wa hela na kuna uhakika wa abiria. Kwa hiyo unapofanya kazi humu chuoni, kwa hela ulio plani kupata kwa siku lazima itimie. Kama umewaza kupata 40,000 lazima uipate kwa siku. Changamoto tunazokutana nazo kwenye kazi hii ya UMOTSU, kwanza wengine wanabeba mpaka 4, alafu ukimwangusha mwanafunzi manake hatuwezi kumpata yule mtu. Na ndani ya hao ambao ni watu ambao wanaingia mamluki, wengine ni wanafunzi wako huko ndani ya chuo. Sambamba na hilo, Waziri wa Ulinzi na Usafirishaji wa Chuo Kikuu cha Dodoma amesisitiza umuhimu wa wanafunzi kutumia maafisa usafirishaji wa UMOTSU wanapokuwa ndani au nje ya Chuo Kikuu cha Dodoma, akieleza kuwa hatua hiyo inachangia usalama na ustawi wa pande zote mbili. Kwa jina naitwa Charles Fidel Bell, ni waziri mwenye dhamana ya ulinzi na usafirishaji ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Zipo faida mbalimbali ambazo wanafunzi wanazipata kutokana na uwepo wa UMOTSU ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwanza kabisa ni punguzo la gharama za kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mwanafunzi yoyote yule ambaye atakayepanda usafiri wa UMOTSU, anashauriwa kukariri namba ya reflector iliyopo mgongoni mwa UMOTSU ili kujihakikishia usalama wake pindi atakapopatwa na jambo lolote lile.
Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma wanasema uwepo wa huduma za bodaboda na bajaji ndani ya chuo imesaidia kurahisisha maisha yao ya kila siku, hasa kutokana na umbali mkubwa kati ya maeneo mbalimbali ya chuo. Tunanufaika na uharaka wa kumove kutoka point A kwenda B, kwa maana ya kwamba tukiangalia venue zetu zingine unaposafiri unaenda kwenye vipindi, tunatumia boda, tunatumia bajaji, zinatusaidia sana katika kufika kwa haraka zaidi. Wataalamu wa masuala ya jamii wanaeleza kuwa taasisi kubwa kama Chuo Kikuu cha Dodoma zimekuwa kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi kwa jamii zinazozunguka kupitia ajira, biashara ndogondogo na huduma za kijamii ikiwemo usafiri. Kwa ujumla, huduma za usafiri wa bodaboda na bajaji kupitia UMOSU ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma zimeendelea kuwa na manufaa kwa pande zote, zikichangia ajira kwa madereva na kurahisisha usafiri kwa wanafunzi pamoja na jamii ya chuo kwa ujumla. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii, mimi ni Neema Kajange wa UDOM Digital. Umoja wa ujasiriamali wa Chuo Kikuu cha Dodoma umeeleza mchango wa wanafunzi pamoja na chuo kwa ujumla katika kuchochea na kukuza shughuli za kijasiriamali, hatua inayolenga kuwawezesha vijana kiuchumi. Habari kamili na Raymond Bahati. Uwepo wa Chuo Kikuu cha Dodoma umeibua fursa mbalimbali za kijasiriamali, ambapo wakazi katika maeneo jirani wameweza kujiajiri katika shughuli mbalimbali ikiwemo uuzaji wa vyakula, uuzaji wa mavazi, ushonaji wa nguo, lakini pia utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii. Huduma zitolewazo UJASI walenga hasa wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Dodoma kama wateja kwa asilimia kubwa. Na huu hapa ni mtazamo wa wanafunzi hao juu ya huduma hizo zinazotolewa katika eneo hili. Kwa upande wangu mimi nakuja kupata huduma UJASI, chakula na vitu vingine, kwa mfano mavazi na ndala, kila kitu kama mahitaji ya kawaida, kwa sababu UJASI cha kwanza kuna bei nafuu. Ya kitu cha pekee ambacho kinaifanya nije UJASI ya Humanities ni uwepo wa huduma bora ambazo kwangu mimi zina favor. Kwa mfano, chakula ambacho kipo UJASI ni chakula ambacho kina moto. Kwa hiyo uwepo wa chakula chenye moto ni kitu cha pekee ambacho kinanifanya nije UJASI. Lakini sababu kuu ni uwepo wa matunda tofauti ambayo yapo huku. UDOM Digital imeweza kuzungumza na baadhi ya wajasiriamali katika eneo hili na wameeleza juu ya mchango wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika shughuli zao za ujasiriamali. Na sapota kubwa kwa wanafunzi, na wanafunzi ni wateja wetu wa biashara zetu hapa UJASI. Kwa kila ofisi utakayoona hapa ni mmoja wa wanafunzi wanao support kwa mchango mkubwa, na tunawashukuru sana. Na pia changamoto kama kawaida, kwa kila kazi lazima uwe na changamoto. Kwa hiyo swala la changamoto ni kawaida. Akizungumza na UDOM Digital, mwenyekiti wa ujasiriamali katika eneo hili ndugu Raymond Simon ameeleza juu ya huduma zinazotolewa katika eneo hili na changamoto wanazozipitia katika shughuli za ujasiriamali. Kuna wengine wanatoa huduma za chakula, kuna wengine wanauza nguo za aina tofauti, mitumba pamoja na za dukani. Basi wengine wananyoa masaluni, wengine matunda. Kuna changamoto ndogo ndogo ambazo kimsingi tunakabiliana nazo, na changamoto kubwa ni kwa sababu wateja wetu ni wanachuo. Hasa inatokea pale ambapo wanachuo hao wanavyoenda likizo, ndipo sisi tunapokutana na changamoto kwamba biashara yetu ni ya msimu. Wakazi katika eneo hili la UJASI wameamua kujiajiri katika shughuli mbalimbali ikiwemo uuzaji wa vyakula, uuzaji wa mavazi, lakini pia utoaji wa huduma za kifedha, ambapo wanaegemea zaidi wanafunzi kama chanzo kikuu cha wateja. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la UJASI lililopo katika Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni Raymond Bahati wa UDOM Digital. Asante Raymond Bahati. Hii ni UDOM Digital habari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu mtazamaji wa UDOM Digital, na sasa tupate habari za kimataifa na Abud Mohamed. Iran leo imeadhimisha miaka 47 tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979
kwa maandamano na sherehe kubwa zilizofanyika katika miji zaidi ya 1400. Katika mji mkuu Tehran, maelfu ya wananchi wamekusanyika katika uwanja wa Azad kusikiliza hotuba za viongozi wa serikali na kuonyesha mshikamano wao na Jamhuri ya Kiislamu, wakikumbuka kuanguka kwa utawala wa Shah uliomalizika mwaka 1979. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema ushirika mkubwa wa wananchi unaashiria nguvu ya taifa na uthabiti wa mifumo wa mapinduzi, akisisitiza kuwa umoja huo utaimarisha nafasi ya Iran katika diplomasia ya kimataifa wakati taifa hilo likikabiliwa na shinikizo kutoka mataifa ya Magharibi. Maadhimisho haya pia yameambatana na maonyesho ya kijeshi yakihusisha makombora, ndege zisizo na rubani pamoja na vifaa vya kijeshi vilivyoonyeshwa hadharani kama ishara ya utayari wa ulinzi wa taifa, huku wachambuzi wakitafsiri hatua hiyo kama ujumbe wa kisiasa katika kipindi cha mvutano wa kimataifa unaoendelea. Bangladesh inajiandaa uchaguzi mkuu mnamo Februari 12, 2026, uchaguzi wa kwanza tangu maandamano makubwa ya mwaka kuhusu haki za wanawake na uhuru wa vyombo vya habari inaibuka kutokana na nafasi ya chama cha Kiislamu, huku wapiga kura wa kizazi kipya Gen Z wakisisitiza ajira, uhuru na ustawi wa jamii. Sekta ya uchumi, hasa viwanda vya nguo vya nje, inatarajiwa kurejesha ukuaji baada ya misukosuko ya kisiasa na ushuru wa kimataifa. Waangalizi wa kimataifa wanatazamia uchaguzi huru na wa haki, huku matokeo yakionekana kuwa na athari kubwa ndani na nje ya nchi. Cuba imetangaza mashirika yake ya ndege kwamba haitakuwa na mafuta ya ndege jet fuel kwenye viwanja vya ndege kuanzia Februari 10 angalau Machi 11, 2026 kutokana na uhaba wa nishati uliosababishwa na vizuizi vya mafuta vilivyoshinikizwa na Marekani, jambo linalokwamisha huduma za anga na usafiri. Hali hii imesababisha baadhi ya mashirika kama Air Canada kusitisha safari za kwenda Cuba na ndege nyingine kuchagua maeneo ya nje ya nchi kama mstari wa kuchukua mafuta kabla ya kurudi, huku ukosefu wa mafuta ukizidisha mizozo ya uchumi na huduma nchini Cuba. Tatizo hilo limeendeleza mvutano wa kiuchumi na kurefusha athari kwa sekta ya utalii, huduma za umma, miundombinu ya nishati, huku raia wengi wakipata changamoto zaidi katika maisha yao ya kila siku kutokana na kubadilika kwa usambazaji wa nishati. Na huo ndio mwisho wa habari za mataifa mbalimbali. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Amos Mavura atakwepo hapa kutupasha yaliyojiri katika michezo na burudani. And he might get it back as well. Mzize's in on goal. Is this going to go in? No, it's a good save. Space on the wing. I'm feeling he's going to Karibu mtazamaji, na sasa ni habari za michezo na burudani. Karibu Amos Mavura utupashe yaliyojiri katika michezo. Asante sana Upendo Ernest. Habari mtazamaji, na karibu kwenye habari za michezo na burudani. Jina langu ni Amos Mavura. Timu ya idara ya AMS imeibuka bingwa wa mashindano ya CHSS Interdepartment Conference League baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya wapinzani wao Baso katika fainali iliyochezwa kwenye viwanja vya CHSS. Agatha Yona ametuandalia habari ifuatayo. Ni fainali iliyokuwa na ushindani mkubwa, huku timu zote mbili zikionyesha kiwango cha juu cha mchezo, mashabiki wakijitokeza kwa wingi kushuhudia pambano hilo lililoamua bingwa wa bonanza la CHSS Interdepartment Conference League. Mchezo ulianza kwa kasi, kila timu ikisaka bao la mapema. AMS ilifanikiwa kupata bao la kwanza katika dakika 44 kupitia kwa Salu Saguda, kabla ya Baso kusawazisha katika kipindi cha pili kwa mkwaju wa penati uliopigwa na Miki dakika ya 65. Kipindi cha pili kilishuhudiwa presha kubwa kutoka kwa timu zote mbili, lakini AMS walifanikiwa kutumia vyema nafasi walizozipata
na kufunga bao la ushindi lililofungwa na Kazimili Petro dakika ya 86 na hivyo kuhitimisha mchezo kwa matokeo ya 2-1. Mchezo ni mzuri kwa sababu unapoingia kwenye mashindano unategemea ushinde. Kwa sisi kwetu sisi mchezo umekuwa mwema kwa sababu tumeweza kuchukua kombe. Kama ambavyo unaona mashabiki wanashangilia, watu wetu wanashangilia, ni kwa sababu tumechukua kombe. Kinyume chake, kama hujachukua kombe basi mchezo sio mzuri kwako. Kwa hiyo sisi kwetu leo ushindi ni sehemu kubwa ambayo tumenufaika nayo. Kwanza naanza kumshukuru Mungu. Mchezo ulikuwa mgumu kwa maana hii ni finali. Finali lazima mchezo uwe mgumu. Sisi tumekuja kupambana tuone kama tungeweza kuchukua ile kombe, lakini kwa bahati mbaya bahati haikuwa yetu. Tumeweza kupoteza magoli 2-1 kwa sababu tulikuwa pia tuko pungufu kwenye game nzima. Kwa matokeo ndio yamekuwa kwa hivyo. Ila kitu kikubwa ni kwa tutajipanga kwa sababu kuna mashindano mengi bado yanakuja. Tuna timu nzuri kwa maana tumeweza kufika finali. Back tumefika finali mara iliyopita na mara hii tumeweza kufika finali. Hilo ni jambo zuri kama timu. Kwa hiyo tunataka tu maintain hii form yetu kuendelea mbele zaidi. Baada ya filimbi ya mwisho, shamla zilitawala uwanjani huku mashabiki na wachezaji wa AMS wakisherehekea ubingwa huo waliopata baada ya mashindano yaliyodumu kwa wiki kadhaa. Mchezo ulikuwa mgumu, wapinzani walikuwa wamejipanga zaidi na sisi tulikuwa tumejipanga, ndio maana tumefikia hatua hii, tumebeba kombe. Unalipi la kuambia mashabiki wa AMS? Kwanza mashabiki sisi tunawashukuru sana kufika kwenye hii mechi. Uwepo wao umetupa motisha kubwa sana sisi kupambana uwanjani huko. Kidogo tulikuwa kisikia kelele zao zile zinatupa waueni kidogo wa kupambania, ndio maana tumefikia hatua hii. Ni mpira, matokeo japokuwa yakuwa upande wetu tumeyakubali. Unahisi mlikosea wapi kama basi? Wachezaji wangu wamecheza kwa uwezo wao. Makosa yapo ya kiuwanjani, ya kiufundi yameonekana. Tumekubali kupoteza, lakini mapungufu yetu tutatumia kujipanga vizuri kwa ajili ya mechi zingine. Mashindano ya CHSS Interdepartment Conference League yamehusisha idara mbalimbali yakilenga kuimarisha umoja, afya na vipaji vya wanafunzi kupitia michezo. Kwa ushindi huo, AMS wametangazwa rasmi kuwa mabingwa bonanza la CHSS Interdepartment Conference League 2026-2027. Ni mimi Agatha Yona wa UDOM Digital. Na wakati mzunguko wa 5 ukikamilika katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho Afrika, timu 4 kutoka Tanzania zilizowakilisha nchi katika mashindano hayo zimejikuta katika nafasi tofauti, huku baadhi zikionyesha matumaini ya kufuzu na nyingine zikisalia kukamilisha ratiba ya mashindano. Habari kamili na Samuel Jafet. Katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika, Tanzania wakilishwa na klabu za Simba pamoja na Young Africans, huku kombe la shirikisho Afrika likiwakilishwa na Azam pamoja na Singida Black Stars. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subiri sana. Wamesubiri sana bao lake. Tazama pasi ya Mdathir Yahya. Good run. Sweet run. Dube Prince Mpumelelo Dube. Aka strike. Into the box. And it's gone over the line. And there's the opening. Katika kundi B la ligi ya mabingwa Afrika, Yanga ipo nafasi ya 3 ikiwa na alama 5 baada ya kucheza michezo 5. Yanga bado ipo na nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali endapo itaibuka na ushindi wa magoli 3 au zaidi dhidi ya JS Kabari katika mchezo utakaochezwa Zanzibar. Hata hivyo, matumaini hayo pia yanategemea matokeo ya mchezo kati ya FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, ambapo FAR Rabat anatakiwa kupoteza mchezo huo. Kwa upande wa kundi D, Simba imekosa kufuzu hatua ya robo finali baada ya kushika nafasi ya 4 ikiwa na alama 4 pekee kufuatia michezo 5 na hivyo kukosa kuendelea na mashindano. Katika mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, Azam ipo katika kundi B ikishika nafasi ya 3 ikiwa na alama 9. Azam bado ina matumaini ya kufuzu endapo itashinda mchezo wake wa mwisho dhidi ya Wydad Casablanca, huku ikihitaji timu ya Union Manyema kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindwa au kutoka sare katika mchezo wake wa mwisho. Katika kundi C, Singida Black Stars imekosa nafasi ya kufuzu baada ya kushika nafasi ya 4 ikiwa na alama 4 baada ya michezo 5. Nao mashabiki pamoja na wadau wa soka mkoani Dodoma wameelezea maoni yao kuhusu mwenendo wa timu hizo, wakisisitiza umuhimu wa maandalizi ya muda mrefu na uwekezaji katika maendeleo ya soka.
naitwa Jackson Ngo, ni mchambuzi kutokea hapa TBC Radio Jamii ambayo iko hapa Dodoma. Ushiriki wa timu zetu kwenye haya mashindano ya kimataifa somehow haujawa mzuri, kwa sababu tulikuwa na matarajio makubwa kwamba ingewezekana timu zetu zingeweza kufuzu hatua ya robo finali zote, lakini kuna uwezekano mkubwa tukashuhudia timu zetu zote 4 zikaweza kutolewa kwenye haya mashindano, kwenye hii hatua ya makundi. Timu ambayo imebakia nadhani Yanga na Azam ndio timu pekee ambazo mpaka hivi sasa bado hatujasema kama ni rasmi wameweza kuondolewa kwenye haya mashindano. Kwa majina naitwa Flora James. Timu zetu hazijafanya vizuri kwa mwaka huu kwenye michuano ya kimataifa. Tulikuwa tunaomba tu wajitahidi ili wanaporudia wafanye vizuri. Tunawapenda sana. Kwa majina yangu naitwa Msa Mazoya. Nimetokea hapa Dodoma. Kikweli performance msimu haipo sawa. Tumefeli sana, sio kama tulivyotegemea, kama misimu ya nyuma ilivyokuwa. Mechi za mzunguko wa sita zinatarajiwa kucheza mwisho wa juma hili. Wakati huo macho wa Tanzania akiangazia kuona hatima ya vilabu vya Tanzania katika michuano ya kimataifa. Samuel Donald Jafet, UDOM Digital, Dodoma. Asante Samuel Jafet, na sasa tupate habari za michezo kimataifa na Rukia Fadhili. Mashindano ya UEFA ya Ulaya. Nako tuelekee nchini Uholanzi. Nyota wa mchezo wa kuteleza Jutta Leerdam wa Uholanzi kuweza kushinda medali ya dhahabu ya mita 1000 kwa wanawake na kuweka rekodi ya Olympic katika mchezo huo, kwani ulikuwa ni wakati muhimu katika taaluma yake. Mwanariadha huyo wa miaka 27 ambaye ni mtelezi wa kasi ya juu tayari aliwahi kushinda medali ya fedha katika mbio za wanawake za kuteleza kwa kasi mita 1000 katika mchezo ya Beijing mwaka 2022, ikiwa pamoja na medali 12 za ubingwa wa dunia zikiwemo 6 za dhahabu. Yote hayo yamemfanya awe maarufu kwenye mzunguko wa kuteleza kwa kasi, huku maelfu ya mashabiki jijini Milan wakipiga kelele kila wanapomuona akizunguka uwanjani katika uwanja wa Milano Speed Skating Arena. Tukimalizia na nchini Uingereza, kocha wa Denmark Thomas Frank kufutwa kazi na klabu ya mpira wa miguu ya Tottenham Hotspur nchini Uingereza. Hii ni kutokana na kuwa na rekodi mbaya za matokeo ya Premier League kusababisha timu kushuka hadi kufikia nafasi ya 16 kwenye ligi kuu. Hii ifanya bodi kuhitimisha kwamba mabadiliko katika hatua hii ya msimu ni muhimu. Asante Rukia Fadhil kwa habari za michezo kimataifa, na kufikia hapo hatuna la ziada kwenye michezo kwa leo. Ni kurudishe kwa Upendo Ernest kwa ajili ya kuhitimisha taarifa ya habari. Na kufikia hapo tumefikia mwisho wa taarifa ya habari kutoka UDOM Digital. Kwa maoni na ushauri usisite kutuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya mafundi mitambo na wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Upendo Ernest.